Tulikuwa na kesi mbili za hukumu hapa katika mahakama ya wilaya ya Lushoto ambazo zilikuwa zinahusisha mtuhumiwa mmoja ambaye anaitwa Muhaji Mohamed, kijana wa miaka 25 ambaye anatokea kijiji cha Dule B kwenye halmashauri ya Bumbuli. Na huyu mtuhumiwa alikuwa anatumia kwa kesi 6. Zote amebaka watoto na kulawiti. Hao watoto wote ni watoto wa shule ya msingi Vuluni. Ni wadogo, wengine wana miaka 6, wengine 7, wengine 10. Kwa hiyo alikuwa amebaka katika mazingira tofauti tofauti. Tumemfungulia kesi 6. Leo tarehe 15 mwezi wa 4 2025 kesi 2 zimekamilika na zote tumepata conviction. Kwa kesi ya kwanza alikuwa anatuhumiwa kwa makosa mawili ya kubaka na kulawiti. Amefungwa kwa kosa la kwanza amefungwa maisha, kwa kosa la kulawiti, na kwa kosa la pili la kubaka amefungwa miaka 30. Na kwa kesi ya pili ilikuwa ni kulawiti, mtoto wa miaka 7 amefungwa maisha. Hawa victim wote wa kesi mbili wana miaka 7. Lakini bado kuna kesi 4 zinaendelea ambazo zote ni dhidi yake na ni za kulawiti na kubaka watoto wa shule ya msingi Vuluni. Kwa hiyo katika uendeshaji wa kesi hii tulipata changamoto sana. Hatukupata support kutoka kwa wazazi kwa sababu tukio litokea kwenye mazingira ambayo ni ujirani, wengine ni ndugu, ni familia, kwa hiyo hawakutupa support. Walikuwa na ficha, inaonekana kama walikuwa wameshakaa kama familia, wameshazungumza, wameshamaliza, lakini sisi tukaona kwamba lazima haki itendeke. Kwa hiyo kwa kushirikiana na ofisa mkuu wa wilaya, tunamshukuru sana mkuu wa wilaya, ametusaidia sana, jeshi la polisi, afisa ustawi wa jamii wa halmashauri ya Bumbuli, tulikaa pamoja tukafanya mkakati wa kuendesha hizi kesi. Na kwa sababu watoto walikuwa wanatokea katika mazingira magumu na ni familia na walikuwa wameshapata vitisho sana kutoka kwenye familia zao, na wengine mpaka walipigwa, wakakatazwa kutoa ushahidi. Tukafanya utaratibu wa witness protection, tukawachukua tukawapeleka kwenye nyumba salama. Kwa kipindi chote ambacho kesi zilikuwa zinaendelea walikuwa kwenye nyumba salama ambapo walikuwa wanapewa moral support kwa sababu walikuwa traumatized, wengine walikuwa wana huzuni, hawezi kuongea. Lakini kwa kipindi chote ambacho wamekaa pale, watu wa ustawi wa jamii walikuwa wanakaa nao, wanaongea nao. Kwa hiyo waliweza kutoa ushahidi wao vizuri na kesi zote zimeenda vizuri. Hata hizo 4 ambazo zimebaki mahakamani ziko kwenye hatua ya utetezi, nyingine ziko kwenye hatua ya hukumu. Kwa hiyo tunategemea labda by next week tunaweza zikakamilika. Nini tu hapo sasa kwa wananchi? Kwa hiyo natoa wito kwa wazazi, kwa wananchi, matendo haya ya watoto kulawitiwa, kubakwa, wasiyafumbie macho. Pale ambapo yanakuwa yametokea na wamegundua, watoe taarifa kituo cha polisi. Lakini pia hata yakigundulika huko mashuleni, wanapokuwa wameambiwa kwamba watoto wenu wamefanywa vitendo kama vile, watoe ushirikiano. Watoe ushirikiano kwa sababu kwenye kesi hizo wazazi walikuwa wagumu sana. Hawakutoa ushirikiano mpaka wakawa wanatoa vitisho kwa watoto. Hata kwetu sisi waendesha mashtaka walikuwa wanatupa vitisho, hata walimu wa shule ya msingi Vuluni, watu wa ustawi wa jamii walipata vitisho, lakini sisi tulisimamia sheria. Tukasema lazima haki za watoto zitendeke na tunashukuru Mungu zimetendeka. Haya matukio yalivyoripotiwa, watuhumiwa walikuwa 2 ambao wote wanatokea kijiji cha Vuluni. Mtuhumiwa huyu ambaye nimetaja awali, lakini kuna kesi nyingine ambayo inamhusisha mwalimu wa madrasa na yeye alibaka na kulawiti watoto 4 na kesi zote zinaendelea. Kwa hiyo mimi natoa wito kwa wazazi. Kwanza natoa wito kwa wazazi, wao wanaangalia watoto wao wanapokuwa wanaenda madrasa, kabla hawajaenda watazame, lakini pia wanapokuwa wametoka madrasa wakae nao, waulize kama kuna changamoto zozote wanapata huko madrasa au njiani, kwa sababu siwezi kuongelea sana kwa sababu kesi bado iko mahakamani na mhusisha mwalimu wa madrasa. Lakini tukio lilivyotokea kwa kweli nadhani wazazi hawakuchukua nafasi yao. Kama wangekuwa wamechukua nafasi yao, probably yasingetokea. Jina lako na chuo chako?
Jina lako tena na cheo chako? Mimi naitwa Silvia Andrew Mitanto, ni wakili wa serikali mwandamizi na ni mkuu wa mashtaka wa wilaya ya Lushoto. Kwanza kabisa nipongeze sana mahakama yetu hapa Lushoto kwa jinsi ambavyo imeweza kutenda haki kwa kumfunga kifungo cha maisha huyu mtuhumiwa huyu mwenye kesi ya ubakaji na ulawiti. Alikuwa ana kesi 6. Kwa hiyo sisi kufungwa kifungo cha maisha si kwamba tunapenda sana, lakini tunachukia zaidi vitendo ambavyo watu wanafanya dhidi ya watoto wetu, vitendo vyote vya ukatili wa kijinsia. Na mimi natoa rai kwamba hili liwe fundisho kwa watu wenye tabia za namna hii, kwa sababu serikali iko macho. Tutaendelea kuangalia na tutaendelea kuwalinda watoto wetu na tutaendelea kuwakamata na kuwafikisha mahakamani watu wote wenye tabia zinazofanana na hizi za ukatili wa kijinsia na ukatili dhidi ya watoto. Lakini nipongeze jitihada kubwa zilizofanywa na jeshi la polisi. Nipongeze sana jitihada kubwa zilizofanywa na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali hapa Lushoto kwa jinsi ambavyo wameweza kukusanya ushahidi na kuupeleka mahakamani kwa wakati. Wamefanya kazi kubwa sana, nitoe pongezi nyingi kwao. Lakini nipongeze sana mahakama kwa jinsi ambavyo imetenda haki. Tunapata imani sana na mahakama tunapoona haki inapatikana katika jamii. Labda mkuu, kuna watu wengine ambao wanapata kesi kama hizo hapo, lakini hawazipeleki sehemu husika, wana mazao yenyewe nyumbani huko. Wewe hapo unawapo wito gani? Tunatoa wito kwa jamii kwamba wao sio mahakama wala polisi sio mahakama. Yanapotokea matukio ya namna hii ya watoto kukatiliwa kijinsia au hata kama ni watu wazima kukatiliwa kijinsia, waache tabia ya kufanya usuluhishi nyumbani, kwa sababu meza ya usuluhishi sio manyumbani kwetu. Meza za usuluhishi hata katika mahakama kuna meza za usuluhishi. Kama hawataki kupelekana kisheria zaidi, wanaweza kusuluhishwa, lakini kwa kufuata taratibu ambazo ziko fomu. Hii tabia ya watu tunafumbia macho matatizo yanayojitokeza kwenye jamii zetu. Watoto wetu wanatendewa vitendo vibaya, alafu unakuta kwamba kwa sababu aliyefanya ni mjomba mnasuluhisha nyumbani. Ninatoa rai kwamba hii sio tabia njema kabisa. Na hata majirani, mnapoona tukio ambalo sio la kiungwana wamefanyia watoto wetu, basi msikae kimya, njooni moja kwa moja, ripotini ili hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa dhidi ya watu wanaofanya hivyo. Na naamini kwa kufanya hivyo jamii yetu tutaiweka salama. Wito kwa baadhi ya watu, tunatoa wito kwa watu wote wenye tabia za namna hii, na wasiposikia maana yake tutawakamata na tutawapeleka mahakamani na kifungo ni maisha na miaka 30 kama ambavyo huyu mmoja ameanza. Kwa hiyo wito ni kwa watu wote wenye tabia zinazofanya namna hii kwamba serikali haitafumbia macho ukatili dhidi ya kijinsia kwa namna yoyote, kwa sababu tunajiandaa kutengeneza taifa bora na sio taifa ambalo lina watu wenye maumivu, tunaita trauma, watu wana maumivu ya kuanzia utotoni. Hatuwezi kukubali kitu cha namna hiyo. Asante.